tunawalaumu wenzetu, vyama vya kidini, SUPKEM, CPK na wengineo walioalikwa na benki hiyo iftar kama njia moja ya kuhongwa wanyamaze, na wakakubali kwenda kula iftar. This was a very big mistake. It is ridiculous. How can you attend such a meeting in Ramadan while you know clearly that the bank has a case with the widow? You are watching Van TV Media, your favorite channel. Assalamu alaikum. Sisi ni viongozi wa dini chini ya KEMNAK, yani Kenya Muslim National Advisory Council, Baraza Kuu la Kitaifa la Washauri wa Waislamu Kenya. Tunakusanyika hapa kwa lengo la kuendeleza utetezi wa dhulma aliofanyiwa Mama Nuru Jezan pamoja na marehemu Anwar Bayusuf. Kila mmoja amedhulumiwa kivyake. Mama Nuru Jezan amedhulumiwa kwa kuchukuliwa magari manne na kutaka kuuzwa nyumba yake hivi sasa kwa deni la uongo. Na Anwar Bayusuf amedhulumiwa kwa kusingiziwa kwamba mwaka mmoja baada ya kufa alijitoa kabrini mwenyewe, akaenda bank akachukua loni ya milioni 174. Mahakama imetaka CEO wa DTB aliyedai kwamba kuna email ilikuwa imetumwa na marehemu ya kuomba pesa hizo, mara akasema hakuna mkataba, it was a verbal transaction, ni mkopo ulitolewa bila maandishi. Mara kuna maandishi. Sasa ametatiza mahakama CEO wa DTB, na mahakama yafanya kazi nzuri, na tuwepongeza mahakama kwa sababu mahakama yafanya kazi nzuri. Tupongeza majaji wa kesi hii, prosecutor na wote katika mahakama, tunawapongeza kwa kazi nzuri. Sasa ameitishwa CEO wa DTB apeleke hiyo email au hiyo mikataba, ni wale ofisa ambaye alidili naye kusaini hiyo mikataba, lakini kila kesi ikifika tarehe yake hawapeleki mkataba wala email. Sema kuwa ni kiriba goji kirba, wazunguka tu pale pale banka ya DTB na haina ushahidi wowote kuonyesha kwamba marehemu alituma email wala alaandika mkataba wa kuchukua loni mpya ya milioni 174. Kwa hivyo tuko hapa hizi leo tunaomba serikali, CEO wa DTB na kila lohusika wakamatwe na kutiwa ndani. Ndilo ombi letu kubwa la leo. Kwa nini huyu mwivi hakamatwi? Manake ni wazi kwamba hana evidence yoyote. Kwa nini hakamatwi? Twaiomba serikali na mkuu wa polisi haswa, huyu akamatwe, atiwe ndani, na huyo Mama Jezan arudishiwe mali yake, mamilioni ya pesa ambayo benki hiyo imeyazuia kinyume na sheria. Tunalaani vikali kitendo hicho cha DTB, na KEMNAK haitasita kutoa sauti yake mpaka haki ipatikane inshallah. Hilo la kwanza. La pili, tunawalaumu wenzetu, vyama vya kidini, SUPKEM, CPK na wengineo walioalikwa na benki hiyo iftar
kama njia moja ya kuhongwa wanyamaze, na wakakubali kwenda kula iftar ya DTB. This was a very big mistake. It is ridiculous. How can you attend such a meeting in Ramadan while you know clearly that the bank has a case with the widow? A case which is very clear, known by everybody. Hii ni aibu kubwa sana. Ni aibu kubwa sana. Tunalani vikali kitendo cha viongozi wa dini hawa waliokubali kwenda kula iftari. Kwanza, utakulaje iftari ya bank ambao si ya Kiislamu na hao wategemea riba? Benki zote ambazo hazende kwa misingi ya Kiislamu zategemea riba. Mikopo inayokopwa kwa wingi wakalipa kwa riba, ile riba ndio yao, ile pesa mteja inarudishwa. Kwa hivyo wakinunua iftar ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, benki ambazo hazende kwa misingi ya Kiislamu wanatumia pesa zao ambazo ni riba. Itakuwaje wewe shekhe mzima ukakae wamimina maina kuchoma wa pesa za riba, wakati huo pia benki hiyo imemdhulumu mjane mamilioni ya pesa kesi kokotini? Mungelikataa nyinyi iftari hiyo kuonesha umoja kwamba nyinyi ni madhalimu, hautaki iftari yenu mpaka msimamishe haki ya Manuru gerezani. Mungefanya hivyo kama viongozi wa Kiislamu. Mmetuvua nguo, mmetuaibisha vibaya, mmetuacha na butwa kubwa sana. Lakini tabia kawaida yenu, mkiona senti mahali na mlo mwasahau sheria ya Kiislamu. It's very normal. We know you, me I know you very well. Na tulikosana kama mambo haya, mimi nikatoka huko. Leo ni miaka 20 natoka na nimeendelea vizuri alhamdulillah bila nyinyi. Kwa hivyo tunawaonya nyinyi viongozi wengine, afadhali mnyamaze kimya kama hamtaki kumtetea, kuliko nyinyi kuchukua pesa kule kwa bank na kwenda kula chakula chao, na majua ile benki imemdhulumu wa Muislamu. Uislamu umetupa amri kwamba mnusuru ndugu yako Muislamu akiwa dhalim au madhulumu. Mwisho kabisa, tunamuomba Mheshimiwa Raila Odinga na William Ruto kuingilia kati kwa kesi hii. Hasa wewe Raila, wewe unapenda haki, naomba ushirikiane na Kemnak Mheshimiwa Raila Odinga, na anaongea upande mwingine kama senior religious leader wa ODM. Wewe mzee wapenda haki Raila, niko kwenye serikali hivi sasa, tunakuomba kama viongozi wa dini, sisi hapa ungana William Ruto, mwingilie hii kesi, umpate haki yake. Anadhulumiwa for nothing. Wa salamu alaykum.